Kimsingi tulipokea mwaliko wa msajili wa vyama vya siasa kukutana na viongozi wa Chadema, viongozi wakuu juu ya no reform no election katika muktadha wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo tumekutana, tumefanya mazungumzo, tumeieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa juu ya msimamo wetu wa no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumeieleza ofisi msimamo huu tuliouchukua baada ya uporaji na uharibifu mkubwa wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 na historia ya uharibifu wa chaguzi kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na hatimaye kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 27 Novemba 2024. Tumeeleza vile vile kwa kina kidogo juu ya namna ambavyo mifumo yetu ya Tanzania ya kiuchaguzi haikuwa huru kuanzia kuasisiwa kwa mfumo wa vyama vingi, namna ambavyo tume ya Nyalali iliyoundwa mwaka 91 na mapendekezo yake mwaka 92 ilivyopendekeza kwamba kabla ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi na kabla ya kuingia kwenye uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi ni lazima kufanyike mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa na uchaguzi huu na haki. Na tumearifu historia nzima iliyofuatia baada ya hapo mpaka ulipoanza mchakato wa katiba mpya chini ya tume ya Jaji Warioba, na namna ambavyo mchakato wa katiba ulikwama, mchakato ambao ungeiwezesha taifa kufanya reforms, mageuzi na mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha pamoja na mambo mengine kuwa na chaguzi huru na haki. Tumeeleza vile vile kwamba baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 au uchafuzi wa mwaka 2020, tulitarajia baada ya mwaka 2021 kuingia rais mpya, pengine kungefanyika reforms kwa sababu baadaye rais alijinasibu na falsafa ya Fowara. Lakini tumeeleza namna ambavyo michakato yote ya kutafuta reforms kabla ya kuelekea uchaguzi kupitia mazungumzo kati ya Chadema na CCM na serikali, kupitia kikosi kazi ambacho ofisi ya msajili na yenyewe ilishiriki, haikuzalisha reforms zinazokusudiwa, na hatimaye kukapelekwa bungeni miswada mitatu ya sheria na ikawa sheria ambayo kwa kweli haikuwezesha mazingira ya uchaguzi huru na haki, na matokeo yake yamejionyesha bayana katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji tarehe 27 Novemba 2024 kilichoitwa uchaguzi. Kwa tumeeleza kwamba kwa mazingira